Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nchi, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uhai. Wale wanaojua thamani ya kuwa hai wanaelewa maana ya asante kwa Mungu wao. Na kwa sababu tunampenda Mungu, Biblia ina maelezo, inasema Mungu hatofanya jambo lolote bila kuwajulisha rafiki zake manabii. This is the commitment. Na ndio sababu anything good done by God, elewa na watu wanajua hiki ndo kitu nampenda Mungu. Isi true, mnaweza mkawaona kama wanayoyaongea hayapo kabisa, lakini ngoja niseme, Mungu anapotaka kuangusha ufalme hafanyi kwa siri. Ana watu rafiki zake atasema nao. Historia imejaa maelekezo mengi ya kile Mungu anakifanya anapotaka kuangusha ufalme. Hajawahi kosea katika hilo. Na ili Mungu alete mapinduzi chanya ambayo watu wakiyatazama watajua hapa ni Mungu ameingilia mapinduzi, ni lazima mtikisiko na mateso yatokee. Na nimekuwa nikisikia wana wa nchi inayoitwa Tanzania wakilalama na kulia, kwa nini tunateseka? Niliwasikiliza, nikafika sehemu nikasema ngoja niulize Mungu, wenda ameruhusu tuteseke ili tujitambue. Na katika sababu alizonijibu ni ngumu. Nilikuwa na maswali kama 8 kumuuliza Mungu, kwa nini tunapita hapa? Ni nani kasababisha? Siku ya wiki ya kwanza nilikuwa nikiomba juu ya kiti cha rais. Nani akitawale? Nani anatakiwa kuchukua nafasi ile kwa ajili ya utukufu wa Mungu wetu? Lakini nikaomba kwa ajili ya waziri mkuu, na nikaomba kwa ajili ya makamu wa rais, nikaomba kwa ajili ya sauti ya shangwe na askofu mkuu, na nikaomba kwa ajili ya makamu wake, na nikaomba kwa ajili ya maaskofu wa kanda mbalimbali, ili nijue tunapoanza 2026 ni nani atasafiri na sisi vizuri. Nilikuwa na maswali mengi wakati naanza maombi. Swali la kwanza ilikuwa, kwa nini tunateseka, tunadhulumika, tunapata tabu? Hiki kilikuwa kitu kigumu sana, na nikamuuliza vizuri, kwa nini watu wako uliowapa pumzi yako wanadhulumiwa pumzi zao? Haya yalikuwa ni maswali ya kumuuliza Mungu, kwa sababu kama nikiuliza rais hatasema, nikiwauliza wanaoteka hawatasema, na ukiwauliza kwa nini mmefanya hawatasema. Na yawezekana hata wao wanateka hawajui kwa nini wameteka, hawajui. Na kwa nini hawajui? Kwa sababu mwenye ajenda ya kuteka, kuua, kunyanyasa, kudhulumiana na kuibiana sio wao, ni yule aliye nyuma yao. Ajenda ya pili ilikuwa inanitesa, ni lini Watanzania watamiliki fedha mikononi? It was a tough question. Ukimuuliza mtu kwa nini hamuna hela, kwa nini hamuna kitu, na mna nchi iliyojaa maziwa na asali kama Kanani, ilikuwa ni swali gumu sana ambalo mwanasiasa hawezi kujibu, mtu wa uchumi hawezi kujibu, lakini hata BOT hawawezi kujibu. Na ukiwauliza vizuri sana,
watu wanaosimamia money laundry hawawezi kukujibu. Na hata ukiwauliza manabii uchwara wa Tanzania hawatakujibu. Ilihitaji muda mzuri wa kumuuliza Mungu kwa kina. Lakini swali la tatu lilonitesa sana, ilibidi niulize, kwa nini unaruhusu watendaji wasiofaa wawemo kwenye mfumo wa nchi uliotupa? Ilikuwa ni swali gumu wakati naomba. Na wakati naomba nilimuuliza maswali magumu sana. Swali la 4 lilikuwa ni jingine la hatari sana. Ni chama gani umekiridhia kituongoze tufike tunakokwenda? Wewe ulichokiamua, wewe Mungu ulichotaka kituongoze. Swali la 5 lilikuwa ni Lissu uliyemchagua awe rais? Kwa sababu nimesikia kelele nyingi tu wananambia Lissu, Lissu, Lissu. Sasa Mungu, nitakuja kwenda kwenye kibweta kupiga kura, ni Lissu, sije nikapeleka nafsi yangu kwa mtu asiyefaa. Na swali la 6 lilisema, je, ni Samia Suluhu, mtu wa Kizimkazi? Lilikuwa ni swali kama, sasa baba unielewe, sasa mimi niko kwa nchi yako, nimpe Samia kula yangu? Nikafura nikasikia moyo wangu unaumia, nikasema, je, ni Mbowe? Wenda amenyang'anywa madaraka, lakini ulikusudia acha liongoze taifa hili. Swali lilikwenda mbali, nikajiuliza, je, ni Zitto Kabwe? Nimeandaa maswali kwenda kwa mwenye watu, mlinzi wa nafsi za watu. Ruhusa iko inasema, njoo tuojeane, lete hoja zenye nguvu. Nikabidi niandike, nipeleke hoja. Sasa nitafanyaje kama taifa alieleweka? Muulize, je, ni Ashimurungwe atasimama atoshe mbele zetu? Sasa Mungu, unaniambiaje hapa? Unaniambiaje? Nikamuuliza vizuri, niambie ukweli. Niambie tu ukweli. Usinifiche, niambie ukweli. Ama yuko ambaye hajulikani na hatujamsikia kwenye midomo ya watu, pengine yeye ndo umemlidhia akaitawale nchi yako? Swali namba 6 lilikuwa gumu kidogo, ambalo nalo sasa nilifika sehemu nikakaa siku 3 kuliuliza vizuri mbele yake. Lilikuwa gumu kidogo, na ukiuliza waombaji wote Tanzania wenye kicho waliojitoa kumtafuta Mungu kwa kicho, watakujibu maswali haya. Na niliambiwa vizuri kwamba niliwajibu wenzako, una mpango gani na Tanzania? Na mwaka ile siku nilishika bendera hiyo, nikamwambia, niambie una mpango gani na Tanzania? Swali la 7 ambalo nililiuliza mbele za Mungu, nalo lilinifanya nitulie kidogo, nisikilize kwa kina. Baada ya uchaguzi nini kitafuata? Sasa tumemaliza, baba umemchagua, nini kinafuata baada ya uchaguzi? Wamechaguliwa, sawa, wamemaliza, nini kitafuata? Swali la mwisho na la 8 nilimuuliza, katika watu wako walioitwa kwa jina lako, yumo atakayetetea watu wako? Bado wapo au nao wamekutana la Yeremia la kuhofishwa? Haya ni maswali 8 ambayo yanatakiwa yajibiwe. Maswali 8. Na kwa kweli leo sitajibu yote, nitajibu, nitadonoa. Kesho nitakuja hapa kuongea tena,
kesho kutwa tena, kesho kutwa tena, mpaka 8 yakamilike. Sasa kwa sababu tunaanza utangulizi wa maombi ya siku 21 na cha ajabu kiko hivi. Wakati naanza kuomba, niliambiwa usimwambie mtu, utawaambia ukiwa umeendelea mbele. Sasa ukisikia mtu anafika sehemu anachoka, ni hapa nilikochoka. Levo naambia usimwambie mtu, nitakwambia. Nikisha kwambia nitakueleza. Swali lilikuwa ni mateso kwa nini mengi? Kwa nini tunateseka? Majibu haya yalinipa shida. Ananiambia siwezi kuleta majibu yenu kama sijawafinya. Ghafla ananiambia Mungu, kwa hiyo wewe ndio umeruhusu tufinyike, sio mashetani? Ananiambia nimeruhusu mufinyike ili mjitambue. Mgushe jirani yako, mwambie mtafinywa sana. Hamuna shetani hapa. Amen. Ngoja niwape siri. Haya mnayoyaona sasa ni mwanzo wa utungu, bado kifinyo akijaja. Yalikuwa ni majibu ya swali la kwanza. Yani kwanza wakati Gabriel alikuja, Gabriel na serafi mmoja wakanambia, tulia tukwambie, kwa kuwa umetia hoja kuniuliza juu ya haya mnayoyapita Tanzania, bado yenyewe hayajaja, bado hamjatekwa, mtatekwa sana. Hapa Mungu tumekuomba, na mimi nimekuambia watekaji wakome. Akanambia nisikilize, bado hamjatekwa, mtatekwa mpaka mtakapolia po. Ghafla akaniletea kikombe kikubwa kama glasi kubwa linarushikwa na mkono. Akanambia tizama. Nilivyotizama kwa juu, nikaona wanawake na wanaume na watoto wameinamisha macho yao kwenye glasi lile. Kila jicho linatoa machozi, kila jicho linalia. Akanambia umeyajua hayo? Nikamwambia bado sijajua mtumishi wa Mungu, sijajua bwana wangu. Akanambia hayo yakijaa kwenye kikombe hiki, Bwana atajitokeza kwenu. Lakini cha ajabu, kikombe kile kadri machozi yanavyomiminika ndani yake hakijai. Akanambia mmepewa kuteswa kwanza. Sasa mateso haya sio ya kanisa, sio ya msikiti, sio ya waganga, sio ya wachawi. Ni mateso ya Tanzania. Hawajasikia? Hawajasikia? Ngoja niseme na mlioko huko. Sikiliza. Nasema hivi. Narudia kusema. Mmetengwa mteswe. Na wakati watu wale wanalia, kifuatacho kilitoka. Sauti kanambia waambie, wakueleze watesao wanatoka wapi. Niliambiwa kwenye viuno vyenu ndo walikotoka. Akanambia ni kwenye viuno vyenu wanatoka huko, na watawatesa mpaka mtakapojaza kikombe hiki machozi, ndipo Bwana atakapokuja kukibeba. Na ghafla wakati kinaenda, kikombe kile kikaenda. Akanambia umeona kilikofika hapa? Sema hapa kilikofika hapa. Akikuja kilikome kwenye kikozo cha kwanza, simu nilete lile glasi likubwa niwaonyeshe kilivyokuwa. Sasa kikaenda, kila kikombe kinajaa machozi, watu wanalia, wengine wanapiga kelele, wengine wanajiuliza maswali, wengine wanatoka huku wanahamia huku, wengine wanajiuzuru, wengine wanakimbia, wanadai haki. Kikombe kinaongezeka, kikafika kwenye kale ka mwanzo aka mkono pale. Kilipofika pile kikasimama, watu wakaendelea kulia. Kikombe kijai,
machozi akija. Kilipofika maeneo kama haya, leta huku wewe. Kilipofika maeneo kama haya, kama unaona glasi hii, kilipofika maeneo kama haya, akanambia hii ni miaka 5 ya kuteseka kwenu mbeleni. Akanambia mna miaka 5 ya kuteseka, mikopo itaongezeka, majizi wataongezeka. Amen. Niletee maji niwaonyeshe kilivyofanyika. Nipe, fungua hapo. Kikombe ile ilijazwa machozi kidogo kidogo, mwisho ikafika kama hapa, kama hapa vile, kama hapa mnapoyaona yanafika maji haya. Kilipofika hapa, kikombe kile kikatulia hapo, akikuongezeka. Akanambia hii 5 mtaria, mtafikisha hapa kikombe hiyo, mtaria. Kwa hiyo nieleze wa Tanzania, nisikilize ninachowaambia, bado mna miaka 5 mbele ya kulia. Na kaleza, nimeruhusu mulie, mujue niliwalinda tangu zamani, amkunitambua. Na mimi nikamwambia yule serafi, mbona tunateswa wakati hatujahusika? Akanambia mmehusika katika hili, mmehusika. Ghafla akaniita tena, akanambia sikiliza, baada ya miaka 5 ya mateso, tazama atakayekuwa anafuata kwenye hii miaka 5 atakufa. Atakufa. Na akishakufa, akanieleza akifa tu, mumepewa miaka 5 mingine ya kulia. Watumishi wa Bwana nisikilize, tukapewa 5 mingine ya kulia, machozi makubwa. Lakini hii 5 ya kulia iliyofuata, katiba ilibadilishwa. Amen. Kwenye hii 5 inayoanza 2026 mtaria sana, kwa sababu kuna kizee kitakuwa kijafa. Amen. Unanisikia? Kitakuwa kijafa na kitakuwa kiumwi. Msidanganywe kwamba hichi kizee kitakufa. Sasa hii 5 baada ya kufa kwa huyu ambaye alikuwepo mitawala 5, 25 kwenda 26 kwenda 30, alipokufa yule mtawala yule, kilichotokea kitu, aliyefuata hapa akaja na mapya, abadilishe katiba ya nchi. Akabadili katiba, na alipokuwa akibadili katiba watu walifurahia sana, na hasa wamama, wanawake wengi walifurahi baada ya kubadilishwa katiba kwenye hii miaka 25, miaka 5 ya 2030 kwenda 35 hapa. Walifurahi sana wakijua katiba ikibadilika, uzao wa matumbo yao utaishi kwa raha Tanzania. Kipindi hiki pesa ilipatikana, watu walikuwa na pesa. Wengi niliona kana kwamba wanafurahia kuwa na pesa, wakijua pesa zitawasaidia. Kumbe ulikuwa ni mtego wa awafurahishe huyu, wampende kwa hila, halafu awapinya kae nao, naye ghafla akaondolewa. Na anaambia Tanzania bado mna kimbembe. Sasa watu wakalia hapa, wakalia sana, kikombe kile kikajaa machozi, kikajaa mpaka mdomoni. Kilipojaa, yafuatayo yalitokea. Mniruhusu ni yasome.
Kikombe kile kilipojaa, nikasikia sauti inasema, Tanzania, umekijaza kikombe chako, sasa nuru yako imekuja. Hakutakuwa na mtu ambaye anaweza kwenda mbali tena. Hakutakuwa na mtu atakaye kwenda mbali tena. Mniache nisome niliyoyaandika ili mweze kuwaelekeza wajukuu zenu baadaye. Niliandika haya, ni maandishi ya leo tarehe 3, unaweza kutizama vizuri. Nilisema, nikaandika, akanambia andika, kwa kuwa Tanzania umekijaza kikombe chako kwa uzao wa watu wako, na sasa na kuwafanya ukawe imara, wajao mbele zako watafurahia, watakula mema baada ya vipindi vitatu mbele yako. Hivi vitatu vikipita, ndo Tanzania mtaanza kula mema. Visipopita, anayetabili kwamba kuna mageuzi Tanzania anawadanganya. Watageuza makatiba, watayageuza, lakini wanufaika bado watakuwa wao, sio ninyi wananchi. Kwa nini hamjalia mkajaza kikombe chenu? Na hili ni Mungu ameniruhusu, akaniambia, nimeruhusu mulie muweze kujua nchi hii ni ya kwenu, msimame kuitetea wenyewe. Na kama hata watesa Yesu Mungu wa mbinguni, hamtazinduka. Mtabaki na baiskeli, mtabaki na vitenge, mtabaki na pikipiki, mtabaki na t-shirt na kofia na wristband mikononi. Nawaambia, Bwana amenambia mtateseka bado mpaka mjitambue. Wakati anaongea, akanikumbusha Misri, akanikumbusha Israeli mbele za Midian. Nikakumbuka, ili wana wa Israeli watoke Misri, ili walazimu walie, Mungu akumbuke agano lake na Ibrahim. Na ili ninyi mpone, lia sana mpaka mgongwe marungu, mpaka mtekwe muwawe, mpaka atakapokumbuka agano lake na Nyerere, ndipo atakapowakumbuka. Kwa sasa, enyi viraza msiotaka kuamka, mtalia sana bado. Nakwambia hivi, kodi za nyumba zitakosa, karo za shule zitakosa, mafuta yatapanda, sukari itapanda, maharagwe yatakosa, yani ni vuruvuru. Akanambia, msipoumia hamtaelewa. Na Watanzania, ngoja niwaeleze, kama kuna nabii amewatabiria kwamba tazama mna amani, haiji, wanawadanganya. Nyani ni wale wale, tofauti ni misitu. Nyani walioko Chauma walikuwa Chadema, nyani walioko Chadema walitoka CCM, na nyani waliotoka CCM walikuwa Gataa na Afro Shirazi Party. Ni wale wale, utofauti ni misitu yao. Mateso yako pale mpaka zama tatu zipite. Zikipita hizi, rekodini ya maneno nayoambia, zikipita zama tatu tumeula. Na vile ni miaka 15 tu, nitakuwa sijazeeka, nitaanza kula raha, kwa sababu yuko mtu nilimuona anakuja na alitoka kanda ya ziwa, na atatawala baadaye, atatawala baadaye, atatawala baadaye. Madini yatakuwa yenu, mabenki mtakula raha, atafuta mikataba mingine yote, mutarudi mezani kuwa watu harisi. Bado nawaambia, ngoja niwape siri. Nimemlilia Bwana, mateso, shida tunazimaliza lini?
Akanambia muna miaka 15 mbele. Sasa watu wanajulia tutateseka vipi? Mtatota. Nakwambia hivi, malaria itaua Rwake, njaa itaua Rwake, watekaji wataua Rwao, na watu nikiwaeleza mnaweza mkadhani siritaki mema taifa langu. Mimi ni Mtanzania, ni mzalendo. Yaliponitinga nikamuuliza Bwana, mwisho ni lini? Na wala msimlaumu Samia, wala msimlaumu hata yeye yanayomkumba yanakotokea hajui. Bwana ameruhusu. Wala usilaumu usalama wa taifa, wala usilaumu polisi, wala usilaumu JWTZ, wala usilaumu manabii hawa wanaofanya ushoga. Ni Bwana ameruhusu tupite ili zichangamuke. Mkisimama kwenda barabarani kudai haki, mwende kweli. Hawajasikia. Nasema hivi maandamano ya Misri yalikuwa ni Farao anatutesa. Ifike sehemu ambapo wala mezani kwa mfalme waone kula kwa mfalme hakuna maana, bora tujiunge na wenzetu wa no reform no election. Tuende. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama akija mtu akawaambia mwaka kesho ni mwaka wa neema, kwa mafisadi ni wa neema, kwa ninyi wanaotunza haki mutatembea ndara zimetoboka. Subirini. Sasa wewe niwaambie siri, ninyi majisi mlioko hapa, endelea kuiba. Wezi mliokaa hapa mbele yangu, wachungaji na washirika na wafanyabiashara, iba. Kama anakufunga kufunge mwezi mmoja, halafu baadaye uendelee kula hela za wizi uje ende motoni. Lakini unatafuta hela za haki kwa sasa. Kwa sasa unanisikia mheshimiwa mbunge, huzipati. Na ukizipata sio za kwako peke yako, mpaka mwe mmekula dili. Mpaka uwe mmekula dili na wengine. Yani yameruhusiwa kwa sababu ya fahamu zenu ziwe salama. Na kwa sababu maneno haya nimeyasema mbele yenu nyote, mtakuwa mjafa. Kwanza ngoja niwaambie kitu. Wafanyabiashara mna hali mbaya. Niliona wafanyabiashara wakileta mizigo kutoka nje, kutoka vijijini, ikifika sehemu ni kama inabunguliwa, kama inaozea fulani hivi. Tuende tu. Na kwa sababu mmetabiriwa mengi, ngoja niwape siri. Akanambia, nitaruhusu magonjwa yaguse watu wako, nitaruhusu mapito yawapate, mapigo na chuki na laana na kuchukiana mmoja kwa moja, wengine kusalitiana, waliotendewa mema kuwaona waliowatendea kana kwamba si wenzao. Nami nitaruhusu haya mioyoni mwao ili nilitukuze jina langu. Kayaruhusu. Yani hapo usiulize. Na wachungaji wawe wa kweli, manabii wa Tanzania mwe wa kweli. Tokeni mbele, wawekeni tayari wa Tanzania. Waambieni huu ni wakati wa kujifunga kibwebwe, kusota. Hata mwende mahakamani, hata mwende Ikulu, hata muandamane, hayaishi. Narudia, uwe mwanasheria, uwe mwanajeshi, likikukuta ni lako. So nchi imeruhusiwa kupita hapo. Na ngoja niwaambie kitu, hata watu wenyewe walioko serikalini, ngoja niwaambie, hawajajua matatizo yanatokea. Yani kuna watu ni wakurugenzi, kuna watu ni mawaziri, kuna watu ni viongozi. Anaona alichofanya kiko perfect, kinafaa.
ila bosi wake anamwambia akifai. Akishaambiwa akifai, karoho kanatengeneza chuki, na chuki kishatengenezwa, anabaki na kanundu moyoni, anamchukia aliyemkosoa. Huu ni wakati wa watu kujiuzuru. Subiri nimuone, watajiuzuru sana, bado sana, watajiuzuru sana. Sasa wale ambao mnapenda haki itokee Tanzania, wanangu, mtakatifu azidi kuwa mtakatifu, na ninyi wezi endelea kuiba, kwa sababu hata mkiacha kuiba wataiba wengine. Unajua mimi nikiongea hivi wanasema mchungaji yule mtetezi wake nimeona. Kwa wale mnaotaka kwenda mbinguni, msiibe ili msije mkafa, kwa sababu unaweza ukatekwa wewe unayekwenda mbinguni na jana umeiba. Usiibe wewe, acha haya majisi yaendelee, na hayataacha kwa sababu ndani yao Mungu ameruhusu mbegu ya wizi. Wewe niwaombe kitu kimoja, hakuna namna yoyote mpaka miaka 15 ipite ndo aje atokee mtu atakayeileta Tanzania mpya. Na itakuja Tanzania mpya, inakuja. Kubalini kukaa Misri kwa sasa, na mkiwa Misri kaeni kwa akili. Ana vitu ambavyo vile niogopesha ni kuona makanisa ambayo yamesajiliwa halafu ya kweli yamekataliwa. Katika hii story niliona kanisa la Mwakipesile, wakati naomba niliona kati ya makanisa yanayotakiwa kupita pagumu, na Mwakipesile nisikilize tena, ikiwezekana mtumieni clip hii. Niliona kanisa lile linapita pagumu. Kadri alivyokasa kumpenda Mungu na kuwa mtakatifu, ndivyo magumu yalimfuata zaidi. Yaani sijajua niwaambieje. Wana watu wengine wanafikiria uchaji, haki, utumishi uliotukuka utakuja kirahisi hivi. Kadri Mwakipesile alivyozidi kuwatengeneza watu, jamani, nimeona kadri alivyozidi kuwafanya watu wamjue Mungu, ndivyo mabaya na magumu yalimfuata. Ala, vitu vile niogopesha ni amani iliyokuwepo. Niliona amani kuu imekaa ndani yake, hata kama alizungukwa na matatizo, bado moyo wa Mwakipesile ulibaki ukiwa na Bwana wake. That I can't forget it. I cannot forget it. Kuna vitu mkidanganywa kwamba mateso yanaisha kesho, sahauni. Bado muna kizingiti cha miaka 15 mpaka machozi yafike, mpaka mtoto mdogo ajue uonevu huu tutatoka lini, mpaka wakina mama wanaopiga vigelegele mitano tena watakapoelewa uonevu utatoka lini, mpaka waliotakiwa kuwa wabunge wanapoibiwa kula wao wenyewe watakapogundua uonevu, ndipo kikombe kitajaa. Na kitakapojaa, hao watabadilisha mfumo. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, kikombe kijajaa hicho kikijaa namna hii, kikafurika. Na kilipofurika niliona mkono. Kama kuna mabenki yameficha siri na watajia, BOT wanawadanganya. Niliona wakuu wa maboti, magavana, wafanyakazi, cashiers wanahojiana, lini tutatoka hapa? BOT watoke nje waseme ukweli, uchumi wetu hauko salama. Niliona kama mdudu na upepo. Katikati ya ule upepo kulikuwa na mdudu mmoja mrefu hivi, unachokonoa ndani ya BOT. Kadri wanavyofanya kubalance, ndivyo sheets zinavyoonyesha kwamba wanachokibalance hakipo. BOT waseme wasiseme,
Unda mwaka watakopa mpaka miaka 15. Na baada ya miaka 15 Governor BOT, waziri wa fedha atakayekuja, ataongoza katika utere na wingi na baraka, lakini mpaka ipite. Na kama kuna waombaji mnaojua kuomba, kutaneni mumwambie Bwana badilishe umri huu. Ni mkubwa sana. Ni kati ya vitu nilivyomwambia Bwana wangu, itakuwa hivi mpaka lini? Miaka 15 ni mingi. Waweza kutuia radhi na ukatulema? Sikujibiwa. Katika vitu ambavyo vinakuja, kuna ugonjwa unakuja huko mbele, unazuia mako kutoa sauti, unazuia macho haya yanavimba. Niliona macho yanavimba yanakuwa kama ngumi hivi, linavimba, jicho linavimba lenyewe. Vichwa kuuma, mnafahamu vile vichwa? Kuanzia mwezi wa 10 vichwa vitakuwa vinagonga ndei ndei ndei. Kuharisha, subiri muone. Alinambia BOT wanawadanganya. Anambia jamani, niliona ule upepo na kijidudu kinapita katikati mle ndani, kinapita mle ndani, kinachokoa hazina. Waya niwaambie, ninyi mlioko BOT na mlioko kwenye mabanka mengine, waya niwape story hii. Mtahangaika kubalance. Kuna watu wengi mtafukuzwa benki kazini kwa sababu ya kubalance sheets za fedha zinazoingia na kutoka, na mtaziona. Sio ninyi. Hii miamara ya Tigo Pesa, M-Pesa, sim banking, yani zitapotea, na yani zitakuwa zinapotea. Usifanye Tigo Pesa sasa hivi, usifanye M-Pesa. Wewe kafanye waibike, Katika vitu ambavyo nataka niwaombe kama familia ya Sauti ya Shangwe, msipende kukopa. Kurejesha itakuwa mtihani. Mimi nakwambia itakuwa mtihani kurejesha hilo ulizokopa. Tena ukikopa kausha damu. Hai. Niliona hazina inachokolewa. Na ngoja niwaambie, hata mama yetu Mheshimiwa Rais anapokopa pesa, kati ya watu ambao nilikuwa najua hawatafika popote ni kukopa. Hamtafika popote. Hakuna nchi inaweza kaendeshwa kwa mikopo kwa namna hii. Sijajua. Nimeruhusu machozi yao, fahamu zao zigeuzwe, wanijie waniulize mimi habari za maisha yao. Ila kwa kuwa wamo wachache wanaotaka kuzijua habari zangu, nimekutuma uambie ya kwamba wakati bado na wataendelea kuteseka. Waambie walio wangu waishi kwa akili na kunifuata mimi. Unaweza ukaona kwamba fulani ametekwa, amepotea. Usidhani kwamba waliopotea bado, hata wewe unaweza ukaenda. Ni swali gumu lilonitesa sana. Niliteseka sana mbele za Bwana, kutaka kujua haya yataisha lini, tutateseka mpaka mwaka gani, na ni lini utatujia. Akanambia subiri mpaka nyakati 3. Najua waombaji Tanzania mpo, watu mliopewa neema, mnaweza kuingilia kati akatufupishia kipindi hichi, akakatiza machozi haya. Hapa human rights msijaribu. Hapa wanasheria, hata mjue sheria vipi, uonefu, mateso yataendelea. Hili si jambo la watu wa sheria, hili ni jambo la Mungu na wanadamu wa Tanzania. Sasa kwa kuwa machozi hayajafika, tusifike tukafikiri hawa ni wabaya. Bado mateso yenu bado yako mbele. Na katika vitu ambavyo vimeniogopesha ni hiki hapa. Akanambia nimeruhusu nchi isizae ipasavyo, na
Msihangaike kwamba mnahangaika na mbolea, mtavuna sana, sijui nini. Hii ngoma haipigi taifa tu, itapiga kwenye viti vya marais, itapiga kwenye mikoa, itagonga kwenye ndoa. Yani majibizano mabaya mabaya kwenye ndoa kawaida. Yani msubirie sasa. Uliyekuwa unategemea atashinda uchaguzi, akishashindwa atakutukana mpaka utatukanika. Nakwambia. So akasema, baraka yangu nimeiondoa kwenu, hasa kwa kuwa nimeruhusu mubaki na kichache mtakachokila mpaka pale nitakapowaijilia. Tanzania ni nchi yangu, niliumba mwenyewe, nikaipa mipaka, nikaweka lugha katika nchi hii, nimeweka watu kwa ajili yangu, na kiti changu kiko hapo. Msiponisikiliza ni hiki: kaeni kwa akili na ujuzi na nidhamu na heshima, nanyi mtafanikiwa. Kama unajua wewe ni mcha Mungu, kuanzia sasa kaa kwa nidhamu sana. Mimi ni kati ya watu ambao wanajua kinachoendelea kwenye nchi hii. Chanzo cha haya yote, Mungu alitushika mkono, tukakataa kumsikiliza yeye, tukataka tunavyovitaka sisi Tanzania. Matokeo yake ametuacha yatukute. Lazima nchi yangu unisikilize vizuri. Uwe mlokole, usiwe mlokole, uwe Muislamu, uwe Mbudha, uwe Muhindi, uwe nani, uwe Mswarisuni, kama uko ndani ya taifa hili unahitaji kuwa na akili nyingi sana. Akaniambia, nitajua ya kwamba nimewatuma kwa ajili yangu malaika watakaosimamia swala hili. Kama nilivyoagiza, mkono wangu utaipiga kila nchi isiyonitaka na kunisikiliza. Kwani umesahau jinsi nilivyomwondoa Mhiti, Myebusi na Mkanani na Mgirgashi, ya kwamba wao walikuwa ni mataifa, nami nikapanda taifa lile? Tazama, taifa hili nitaliondoa, nitaleta jingine ndani, nao watakuwa ni uzao wa ninyi mtakaoondoka, na watu watakuja kutawala nchi. Watanzania waliozaliwa na Watanzania ndio watakula mema ya nchi. Na akanikumbusha, akaniambia, nilikwambia nitaleta watu watakaolipa kisasi, wataondoa kila aliye mbaya, watatawala wao. Na katika vitu ambavyo ni wasii tu wa Tanzania wenzangu, marafiki zangu, watumishi, wachungaji, mitume na manabii, ili sio la mjadala, ili sio la kuvunja na kubomoa. Hapana, ili ni swala la kumwendea Mungu. Tena tuombe rehema. Kama hata kubali kuomba rehema, imekula kwetu. Hii haijui mchungaji, haijui nabii. Hali ya mfalme ilivyo, ndivyo itakuwa na hali ya watu wake. Msiamini kwamba mheshimiwa rais ana raha. Msidanganywe kwamba yale magari anapanda ana raha. Hana raha. Na kwamba hivi, pumzi iko mikononi mwake. Kipindi hiki mheshimiwa rais atakula, anakula kwa taabu. Haelewi anampa chakula ni nani, kwa sababu hajui. Nitawaeleza kesho nitakapokuwa naeleza nani rais wa nchi. Haya yameruhusiwa ili muzinduke. Sababu wengi mlikuwa muombe nchi. Akasema, nitaweka baraka mikononi mwa wawatesao, mtawataka wao wawape maisha, nanyi mtakuwa wahitaji katika nchi yenu. Hamtakuja kuwa na baraka mpaka machozi yenu yatakapojaa. Mtasimama mbele za watu kama si kitu, mtaongea mbele za watawala, hawatawasikia. Mtaeleza haki, nao wataipindisha. Mtaniita, nami sitawaitikia. Nami nimeruhusu mabaya ya wakute, muweze kujua mimi ni Bwana. Sasa hivi kuanzia tarehe ya leo ya 3, tarehe ya leo ya ngapi? Kama na kahela kale kwa akili,
Ninyi mnaambiaga kwenye uchaguzi hela zinapatikana. Amuzioni mwaka huu hamtaziona wala hamtakutana nazo. Hata zile mlikuwa mnahongwaga sana, kama ulipewa baisikeli yenye kidumu, kama ulipewa pikipiki imeandikwa Chadema, kama imeandikwa CCM, kama imeandikwa NCCR na SCCT, yani mshukuru Mungu umehongwa mapema ule uharibifu wako. Mwaka huu hazipo. Kama unatafuta hela, tafuta kwa jasho, henyeka na miganda itapunguzwa. Yani sasa hivi utakuwa unaendesha pikipiki, unazika brother, unarudi na 7,000. Ndio wakati wa uchaguzi hela zingipata. Hamna brother. Hizo dawa unazouza utakuwa unatoka, kile unamwambia nauza dawa, anakuambia nina dawa. Watu waliniuliza kwa nini imekuwa hivi, na nilipomuuliza Bwana akanipa majibu haya kwamba kikombe chenu hakijajaa, siku kikijaa atawaijilia. Nini manangu? Kila anayeitwa mtakatifu abaki mtakatifu, na kila anayejua anampenda Mungu asimame na Mungu. Bado hajawaacha ili mfurahishwe, kawaacha mkungutwe. Kwa nini kukosa ajira? Kama kuna kaeneo kaliniogopesha ni kuhusu ajira. Aliniambia sitaruhusu watu wawe na ajira ndani ya mikono yao na kwenye miili yao na kwenye maisha yao na kwenye ujuzi wao. Watakuwa na ujuzi wa kitu hichi, wataajiriwa kwenye kitu kingine, ili ujuzi mlionao usilete manufaa kwa nchi. Kwa hiyo msishangae mtasomesha watoto kwa mainjinia wa baharini, sijui mtashangaa anakwenda kwa mbunge, anateuliwa kwa waziri wa kilimo wakati yeye ni wa maji. Ujuzi hautafanya kazi. Msitegemee ninyi kuja kuajiriwa kwenye ujuzi wenu. Hamna. Mtarokeitiwa kusikofaa. Ni Bwana ataki ujuzi mlionao ulete majibu kwenye nchi yenu, mkaja mkapata baraka. Hapa niliona mkono wa Mungu umenyoshwa juu ya Tanzania, nao ukisema umiza, tesa, ruhusu magumu juu yao mpaka watakapojua iliwapasa kusimama na nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Tukutane kesho kwenye swali lingine nilojibiwa katika maombi haya. I love you. Nani rais wa Tanzania sehemu ya kwanza. Kesho nani rais wa Tanzania sehemu ya pili. Na wapenda, Mungu ilinde Tanzania katika mateso haya yanayopita. Usipigwe na wewe, tusipigwe na wageni, waweza ukatuonea huruma. Ni katika jina la Yesu. Amen, amen, amen.